Karibu kwenye Duka Huru Podcast, na leo uko na mimi Miss Irene pamoja na Miss Priska, na leo tupo na mada ya moto kweli, mada ambayo itakuelezea kuhusiana na afya ya mtoto. Unawezaje kuitunza afya ya mtoto kuanzia anazaliwa mpaka anakuwa? Kama ilivyo mtoto ni taifa la kesho, tunamwandaa vipi huyu taifa letu la kesho kulingana na afya yake, kuanzia lishe mpaka anavyokuwa, akili yake na kila kitu. Karibu. Asante. Katika mada yetu ya leo tutaongelea sehemu kuu tatu. Kwanza kabisa tutaongelea lishe, lishe bora. Na pili tutaongelea usafi. Na mwisho tutaongelea afya ya akili ya mtoto. Ndio. Tuanze na ya kwanza. Ndio. Kwenye lishe bora hapa tutajumuisha habari ya chakula. Kwamba chakula ambacho mtoto anahitaji kula kitatakiwa kiwe na lishe bora. Lishe bora hiyo itajumuisha kama wanga, ambao kwenye wanga tutapata wali, ugali, viazi, mihogo, magimbi. Lakini pia kwenye protini tutapata mayai, maharage, samaki, nyama, maziwa. Yes, soya, kama hivyo. Lakini pia kwenye lishe bora itajumuisha mboga za majani pamoja na matunda. Nikupe mfano Irene. Pale mtaani kwetu bwana, kuna hiyo familia. Yaani ile familia uoga wanakula kutwa mara 2 au mara 1 kwa siku. Asubuhi wakipata pesa wanakula bobo na maharage au bobo na mboga yoyote. Hiyo ni asubuhi. Just imagine. Asubuhi. Ikifika mchana hawali kabisa. Yaani na watoto washazoea hivyo. Hawana shida yoyote. Kwa hiyo imekuwa kama routine. Yes, na watoto sio kwamba wanaenda kwa jirani kuomba au wanasema kwamba hatujala. Ni sheria mchana atuli. Mchana atuli. Kwa nyumba nzima. Okay. Ikifika usiku, hela ikipatikana watapika ugali watakula, hela ikikosekana watalala na njaa. Kwa mimi tunaongea kidogo na watu ambao wanahusika na mambo ya lishe kwa watoto na hata kwa watu wazima. Kama sheria ambao wamejiwekea wao ni kwamba wanakula asubuhi, mchana ikipatikana. Na asubuhi chai kwanza ina sukari. Mchana hapo tunapatana na ubwabwa, labda na maharage kiporo cha jana au kama wali ulipikwa siku hiyo. Kwa hiyo mtoto anachakata wanga na sukari from morning. Hapo katikati ana fast. Oh wow. Alafu ikifika jioni anakutana tena na wanga nyingine ambayo ina maharage kama protein. Kwa hiyo ule wali utaikwa mafuta. Hapo hatuna vitamin, hatuna roughage, hatuna mboga. Yaani we are just ukiongelea kwenye mambo ya lishe kwa ujumla, sahani ya chakula ambayo kila mtu anatakiwa kuiconsume kwa nayo atumie iwe na wanga. Wanga isizidi ukubwa wa ngumi yako. Kwa mimi ambaye nilibahatika kuongea kidogo na watu wa lishe, waliweza kunichambulia kwenye huo. Hata mimi nilikuwa sijui. Tutajua huko mbele. Alafu protini iwe ni nusu kiganja chako. Kwa kama ni nyama wanakushauri nyama waga inachakatwa kwenye mwili wa binadamu mpaka masaa 72, masaa 48 mpaka 72. Jiulize mtu ambaye anakula nyama kuanzia amezaliwa mpaka anakuwa amekula kiasi gani? Kwa hiyo kwenye ulaji wako nyama kama nyama usizidishe. Yaani ukizidi sana ni vipande 4, vikizidi 6. Na hiyo ni kwa wiki. Vipande 4 mpaka 6. Ndio maana nakushauri protini nzuri ya kula ni protini ambazo zinatoka kwenye nafaka. Kwa mfano maharage, soya, kunde, njegere. Kama ukiingia kwenye samaki ukutane na samaki, dagaa, kwa sababu wale pia wana madini chuma. Ukitoka hapo kwenye hiyo sahani protini iwe ni kwa sababu najua protini inakimbiliaga sana kwenye mkojo. Kuleta amino acid sio safe sana. Alafu tunakutana na mboga za majani iwe ni kiganja kizima. Tukiongelea kwenye swala la matunda turenji matunda kama ilivyo matunda kawaida, tupate rangi tofauti za matunda. Mungu aliumba matunda akiwa na rangi nyekundu, kijani, njano, blue for a reason. Kumbe we have to consume them. Categories kwa kutumia rangi za matunda. Mimi nikajua kutokana labda tunda hili lina faida fulani mwilini, ndio maana tunafanya hivyo. Ukikutana labda na hoho, Mungu aliweka kijani, njano na nyekundu. Zote zitakuwa ziliwe in a single meal.
Yaani chakula chako pale unapokatakata hoho ya kijani, ya njano na nyekundu, you have to have them. Ndio maana kumbe vyakula vingi vya China wanakuaga hivyo, lakini mimi nikikwambia hoho jekundu lile la kijani likishaiva. Ya kijani kishaiva, ya njano utapatana na ile kijani sio kiungua jua. Labda. I don't know. Lakini ziko hivyo. Kwa hiyo kwenye hii meal inatakiwa consume almost everything. Lakini sasa utakuja kujipata sasa, kwa mfano kwenye familia ambayo ulikuwa unaongelea Miss. Mtu ana consume wanga asubuhi na marage na sukari. Kongosho yetu inachakata sukari. Fikiria huyu mtoto sasa anazaliwa, anaanza pale na maziwa ya mama, akishafika miezi 6 anaanza kunywa uji. Mama muda huo anaanza kuingia kwenye mama ntilie, kuingia kwenye mishimisha nyingine without doing anything. And then after there mtoto anafika miaka 5, ni uji tunaanza kuingia kwenye ubwabwa sasa. Ubwabwa Pro Max. Unajikuta huyu mtu anapata changamoto ya kupata, yani wanga ni wanga, na asubuhi anakula wali, mchana anakula ugali, jioni anakula wali, usiku akiamka akishtuka atasema ninywe chai kidogo, ni sukari. Jiulize, huyu mtoto ambaye anaanza kutumia sukari akiwa na miezi 6 mpaka afike miaka 40 hana kisukari. Kongosho na hali gani? That is what inakuwa ni shida. Kwa hiyo hatuna lishe nzuri kiafrika. Mungu mwenyewe ndo anajua. Hivi unaionaje kwenye swala la mtoto? Kwa mfano unakutana na mtoto, mazingira anayokuwa nayo, jinsi ambavyo ana consume chakula, mazingira anayoishi, usafi ukoje? Mimi namshukuru Mungu, naomba niongelee kwenye upande wangu. Sisi nyumbani kwetu mama yetu aliweka ratiba moja. Yaani kuna sehemu ya kunawa mikono. Kwanza utakapotoka, aidha umetoka barabarani, aidha mtoto yule kama ni ametoka kucheza, amerudi nyumbani, akifika tu cha kwanza atanawa mikono na sabuni. That's good. Kabla hajafanya chochote. Yaani hapo hajavua nguo za shule, hajafanya chochote, ananawa mikono yake na sabuni ndo anaingia ndani. Ndo ataenda kubadilisha nguo, akitoka na hapo labda ataenda kuoga, akitoka kuoga anawa mikono yake na sabuni ndo akae mezani yale. Hiyo ni funzo lingine. Mweke ndaza toilet. Yaani akitoka chooni tu, kitendo cha kwanza anakutana na mama. Yaani akitoka kienda tu kwanza, yeye yuko mlangoni anamsubiria. Akitoka, njoo. Aya, nenda pale, mikono na sabuni. Aya, ndo nenda kacheze na kufanya mambo mengine. Yaani usafi anauzingatia kwa 100% kiasi kwamba yale magonjwa madogo madogo kama kuharisha, kuhara, matumbo kuuma bila sababu za msingi. Kwa kweli tunamshukuru Mungu kwa hilo. Kwenye mazingira, lakini kwenye mazingira ya mitaani na mazingira mengine ambayo nimewahi kuona kwa mara nyingi, hawazingatii sana wazazi. Mtoto kishatoka shule huko, yaani akishatoka shule ana vumbi mpaka kwenye macho. Anaingia, anatafuta hotpot liko wapi kwanza. Anaanzana na maandazi, anaanzana na kushika tu anakula. Akimaliza na hapo na anaiza sinawa mikono pia, akatoka kaenda kucheza. Akirudi usiku, haogi huyo mtoto, atalala hivyo hivyo. Siku imeisha. Just imagine mtoto kama huyo. Allergy inamwachaje? Mafua. Na unakuta the same person, umekuja mtoto ametoka jasho tu kama leo la mtoto wala mtu mzima. Jasho ni jasho. Yeah. Amerudi, amefika ndani, anaingia tu kulala. Unakuta vyumba vya mfano vya Kitanzania hatunaga desturi kama ilivyo Wahindi. Chumba kikubwa. Vyumba vyetu ni vidogo. Na mara zote sidhani kuna ile system ya kuweka, sijajua ni nani alitoaga system Tanzania. Nyumba ikijengwa ina vyumba 3 vya kulala. Master room, chumba cha baba na mama, chumba cha watoto wa kike, chumba cha watoto wa kiume. I don't know who give this. Sijui. Kwa hiyo unakuta the person amerudi kutoka shule, hajajipa muda. Mzazi pia unakuta hujali, uko busy. Maisha ni magumu sasa hivi, we understand. Umeona, mtoto kafika tu nyumbani, okay, kakuta chakula kiko hapo, kachukua kala. Hujui huyo mtoto kama amenawa mikono, kazingatia personal hygiene yake, hujui. Okay? Hapo kwenye swala la kuoga hapo umenikumbusha kitu. Kuna mtoto kakangu akienda kuoga ile asubuhi ile, bibi yake anamchemshia maji, lakini yake anaenda kuoga, anachukua ile kopo, anafanya hivi. Anainama, maji yanapita pembeni. Si kidogo atakuwa mmwagikia. Anachukua dali lingine, anafanya hivyo. Baada hapo akishamaliza, anachukua ile sabuni, anachukua maji kwenye kopo. Anaifanya hivi, yani ile sabuni inaonekana kwamba maji imeingia na yeye ameoga. Akitoka napo anaenda na taulo lake, anafuta vizuri. Akirudi mkavu kabisa. Wewe umeoga? Nimeoga auntie. Nimeoga kabisa. Bibi ati niangalie mgongoni. Sasa kuna vitendea kwa mbali anaviacha ili mradi uone kwamba ameoga. Kumbe ni uongo mtupu. Kwa usipozingatia, haogi. Watoto wasipende. Alafu jamani, na siku kasema ufanye usafi wa kwamba umuogeshe.
Irene, natamani ulie. Tunaita kumkokoboa. Unachukua dodoki. Unachukua dodoki enda kumkokoboa mtoto. Yeah, wazazi wanatoka wanafanya hivyo Irene sometimes. Yaani wakikaa zaidi hata kwa wiki mara moja au hata kwa mwezi mara 2. Wao wanakokoboa watoto wao. Yaani na dodoki na sabuni, hakikisha mtoto unamsugua anatoka kweli taka za kutosha. Mpaka unashangaa mtoto anaoga kweli. Lakini tuwachukue watoto wetu na watu wazima. Kwamba kila kitu kinafika darasa la 2 la 3 au unaweza kujianza. Sasa kama wewe uko la 5, just imagine. Sana una kabisa kumshika mtoto nimwogeshe darasa la 5, mtu mzima huyo. Mtu mzima. Kwa hiyo personal hygiene ni swala kubwa. Yes, sana. Alafu pia tuweke ubize pembeni muda mwingine. Kuna weekends hela zipo tu. Kabisa. Wewe mtoto malezi yake yanabidi anzie stage by stage. Na kuanzia nyumbani. Wewe fikiria kama mtu hawezi kuzingatia lishe ya mtoto. It means kama anatumia wanga zaidi. Kwa sababu tunaonaga mtu akishakula mkate asubuhi, wali mchana, jioni ugali au ugali mchana. Ndio maisha ya kawaida Tanzania. Yeah. Tunatengeneza diabetic person wa miaka mingine ijayo. Huyu ni mgonjwa wa kisukari wa baadaye. Mteja hivyo ndio maana unaona Waafrika wengi wa dada tunasumbuliwa na vitambi. Unajua ni kwa nini? Makange. Yeah. Sababu ya hivyo vyakula ambavyo tunakula, tunakonsume wanga sana, tunakula sana wanga. Mafuta na nini. Yeah, vitambi. Kwa ndio maana vitambi viko vya kutosha. Ya kutosha. Kabisa. Yaani mara zote jinsi tunajua, wanasema mwili wako sasa hivi ni matokeo ya ulaji wako. Huyu mtoto jinsi anavyokula, afya yake baadaye ni matokeo ya nini amejengewa from beginning. Yes. Kwa hiyo inawezekana ukatengeneza mtu mwenye lishe nzuri, mwenye afya bora. Tunaona wazee wana miaka mpaka 90 hawana kisukari wala pressure. Kwanza wanaonekana kama young. They are young even more than us. Yeah. Umeona? Lakini kuna mwingine kijana miaka 25, miaka 30 tayari ana kisukari. Yaani tunaenda kutengeneza mteja wa baadaye kuja kununua dawa za wazungu. Kabisa. Umeona? Kwa hiyo ni moja kwa moja, yani lishe ya mtoto ni ya muhimu. Aya, umeacha kufuatilia lishe ya mtoto. Umeacha kufuatilia personal hygiene yake, usafi, jinsi mwenendo wake wa chakula ulivyo, jinsi anavyolala, everything. Uzingatie hata on how, kwa sababu mtu lazima awe protected. Chumba chake kiko kwenye hali gani? Mazingira ya mtoto wa chumba yanabeba nafasi kubwa. Kuna mbu, kuna wadudu tofauti tofauti, maradhi mengi. Unakuta wadada wengi wa Dar es Salaam, mtu ameolewa leo, anakaa wiki 2 kwenye ndoa, anaachika. Just kutokana na mwanzo wake kutoka nyumbani kwao. Alivyokuwa mtoto alikuwa afundishwe mazingira kwamba kufanya usafi chumba chake, wa kujifanyia usafi mwenyewe na kuzingatia chakula chake. Unajua dada Priska, ukiachana na kwamba mtoto anahitaji personal hygiene na afuatiliwe kwa ukaribu, anahitaji lishe bora, anahitaji hizo seti zote kwa pamoja. Lakini afya yake akile ni kitu kimoja. Yaani tena sio ni kitu kikubwa kitu namba 1. Hata kama chakula ni cha muhimu, lakini amani ya yule mtoto, mazingira anayokulia yawe rafiki kwake. Anayoishi kuanzia asubuhi mpaka jioni. Kuanzia shuleni, kwa nyumbani, jamii inayomzunguka. Yes. Jamii yako ikoje kuhusiana na the way they are treating wanawatreat watoto? Kwa jamii yangu kwenye kuwatreat watoto, sio nzuri sana. Unajua mazingira yetu, kama mimi naishi Buguruni, nyumba ambazo sio wako ndani ya geti sana. Wale watoto tunaita uswahilini. Kwa hiyo unakuta mzazi mwingine, baba na mama wanagombana, kuna baadhi ya mtoto anasikiliza na yule mtoto yuko katika age ya kuadapt. Kwa hiyo unaweza kukuta baba kamtukana mama, then mtoto yule sio wa familia ile, lakini anapita. Na sikio tunasema lelali na njaa. Kwa hiyo anasikiliza, mwisho wa siku badala kwenda kuongea pale, ataenda mbele ya watu. Wewe mzazi ukiwa naye atatamka, alisema hivi. Just imagine mbele za watu, na watoto wanajua kudaka maneno tena kama matusi, maneno ambayo haya sound vizuri. Yes. Hayana testi. Mbele za watu wanajua kuyabeba sana, wanaibisha sana. Kwa mazingira yangu sio mazuri sana. Kwa mimi kama mzazi natakuwa mwenyewe kwanza kuwa first person, kuhakikisha kwamba mtoto wangu mazingira aliyokuwa nayo sio salama, ila mimi namrinda. Kwamba kupitia changamoto ambazo zinaendelea, basi mimi nitajitahidi kumrinda mtoto wangu, kwamba ajue kuna baadhi ya lugha sio nzuri, na kuna baadhi ya maneno kiasikia kutoka kwa watu sio maneno mazuri ya kutamka mbele za wengine. Na kwenye ile hali ya namna gani mtoto anajiaddress yani mbele za watu, unajua confidence ya mtoto inatengenezwa kutokea nyumbani. Yeah, sure. Tunapatana kwamba hata tukiwa kwenye washa tofauti mazingira ya kazi, kuna jamii, kuna group ya watu wana ile aibu.
kutoweza kusimama na kujieleza. Ile confidence, kwa sababu huyu mtoto tunayemwongelea sasa hivi hapa, jinsi ambavyo atakuwa shaped here ndivyo atakavyoenda kuwa kule mbele, si ndio? Kwa hiyo mazingira huyu mtoto anakuaje kwenye mambo, yani mstakabali mzima wa confidence anavyojengewa, kujielezea, yani nafasi anayopewa ya kujieleza, kujidadavua, uhuru, urafiki na mzazi na walimu ukoje? Yani unachukuliaje kwenye swala hilo? Anatakiwa kuwa kwenye swala hilo kwamba kwanza kabisa itategemea na mazingira ya shule. Unajua mwalimu ni mtu wa kwanza ambaye anamfundisha mtoto vizuri sana kushinda mzazi. Kwa sababu wazazi wengi wako busy na kazi na biashara, lakini mtoto yule anakavyoamka asubuhi, unakuta unajua kuna daycare ambazo watoto wanapokelewa kuanzia saa 12 asubuhi. Kwa kwamba mzazi yeye anaamka saa 11, anamwandalia yule mtoto breakfast, anaweka kwenye lunch box. Anapack, mtoto anaenda shule. Kwa akifika kule shule, yule mwalimu anakuta hata saa nyingine yule mtoto anasinzia kabisa. Anampokea akiwa amesinzia. Unakuta kuna shule zingine kuna mazingira ya kulala, mtoto analala. Akiamka mtoto ndo anaanza kusoma. Kwa mazingira sema ya Kitanzania zaidi, kwenye swala zima la malezi ya watoto sio sana, ila wanajitahidi. Lakini kwenye kupewa nafasi ya nani ya kujieleza, kwenye kupewa nafasi ya kujieleza, tuseme hiyo inaanzia kwenye familia. Tuseme mimi nikisema nyumbani kwetu hatuna vipaumbele sana wa kumpa mtoto chance ya kujieleza, lakini ukifikia kuna baadhi ya stage utakaa mbele ya familia yote, utaongoza kikao. Unajua tukiweka kwenye namna hiyo, yani kwa maisha ya Kitanzania, kwa mimi kwa mfano, kwa mtazamo wangu, mzazi sio kwamba anaweza kanapatia kila siku, yani kweli, hata kama kuna methali imewekwa wahenga sio kwa na mawazo gani. Ni kweli, mkubwa akosei. Mkubwa akosei, utasikia padri achelewi ibada, ipo sababu ibada itaanza pale ambapo padri kafika. Sumela, kuna yale misemo ambayo imewekwa kwa ajili ya kumweka mtu mzima kwenye position ambayo kwamba yeye ni mkubwa, he or she is always right. Yes. Sasa huyu mtoto ambaye anakuwa kwenye mazingira hayo kwamba mkubwa akosei, upewe chance ya kujielezea. Mimi wezekani hata kama ni mzazi umenizaa, umenilea, hunijui kwa kila kitu. Jamii na unizunguka inaweza ikawa ninijua kuliko unavyofikiria. Ni kweli. Ndio maana unaweza kukuta the same child akiwa nyumbani haaminiki, hata kama atakuwa mtu mzima, nabii akubariki kwao. Lakini yule mtu akitoka nje, hiyo ni kweli. Mimi mamangu anasemaga amchukulii mtoto 100% kwa tabia zake. Kwa sababu kama sisi tulikuwa tunakaa na mtoto wetu mdogo, alikuwa ameanza tabia za udokozi nje ya nyumbani, lakini akiwa nyumbani, yani huwezi kuamini Irene, yani mtoto ambaye anasifika kwa tabia njema kuliko watu wote kabisa, ila nje ana udokozi kiasi kwamba taarifa zinasambaa. Unajua taarifa inasambaa kidogo kidogo, mpaka inakufikia unajua kwamba ilishaongelewa sana. Umbea mara zote lazima uspread haraka kuliko, basi unaletewa fulani ameiba, mama anasema hapana, huyu atakuwa kaiba kweli. Sasa sisi ambao wengine tunajua mule ndani zile tabia zake, tunasema mama, lakini unasema kweli ameiba huyu, mwanangu huyu atakuwa ameiba. Hizo tabia mimi nishaye kuzisikia huko mtaani, na mtu yote ukisikia anakuongelea vibaya mara moja, mara mbili, mara tatu, basi ujue hicho kitu kinafanyika kabisa. Kwa hiyo tukiwa kama wazazi tutaki kuwachukulia 100% kwa watoto wetu, kwamba huyu mtoto kabisa, kwamba eti huyu mtoto wangu mimi hawezi kuwa mwizi. Hiyo ni kuhadisia bwana. Kuna kisa kimoja mtaani kwetu. Huyo ni kijana tu. Hawa vijana wetu hao bwana tunaita walikuwa panyalodi. Unakumbuka kuna kipindi fulani kulikuwa na panyalodi Tanzania? Yes. Sasa huyo kijana alikuwa anahusika kwenye wizi wa mabodaboda. Sasa yeye ni kiongozi mkuu. Just imagine mama yake ajui. Mwenyekiti. Yaani yeye ndo kiongozi mkuu wenu ambao ni kamanda. Wanamuita kamanda. Anaongoza hizo. Mama mzazi hajui, baba mzazi hajui. 100%. Sasa taarifa zinasambaa huko mtaani kwamba mwanao ni mwizi, anaiba, tena anafanya mishe kubwa sana. Mzazi mpaka na hii haki ya Mungu, mwanangu hapana, mnamsingizia, mumpendi mwanangu. Hivi kwa nini mumpendi mwanangu? Ama wakosea nini? Mzazi analalamika na chozi linamtoka kwamba anaamini mwanae sio mwizi. Mungu si Asumani. Unajua hiyo methali? Yule mtoto kaenda kuiba. Kaiba bodaboda, baada ya kuiba wakakimbia na marafiki zake. Ile boda alivyoiba huo usiku wa manane akaenda kupeleka kwa bibi yake. Na yeye akaenda kwa bibi yake. Sasa wale wakati wanasearch wakagundua ile bodaboda iko wapi
na yule mtu kwa sababu anamjua na mara nyingi afanya hayo matukio amemkosa. Kwa alikuwa anamtafuta kwa hali zote. Akakaa akajisahau. Kumbe ni siku yake imefika. Wakamfuata kwa bibi yake. Ila unafika pale unagonga, ngongongo, fulani yupo. Bibi hajui ana ili wala lile. Kaitikia yupo na kweli yupo. Wakamvamia, kumchukua mama. Piga. Yaani wamempigia hapo nje kwa bibi yake. Walimpiga Aileen. Yaani huko anamchoma mara visu, mwingine mwenye bodaboda anapita. Yaani walifanya kama vile nini? Mtoto kafa kifo kibaya Aileen. Kafa, wamemwachia bibi yake pale. Somo kubwa. Mama mtu anakuja. Taarifa ya msiba, anapewa msiba, mwanao kafa, aliiba bodaboda. Hebu just imagine wewe kama mzazi ungejichukulia na ushaswear like hapana, mwanangu mimi just imagine. Kafa kwa kile kifo ambacho wewe ulikuwa unamwaminia kwamba mtoto wako hawezi kufanya vitu kama hivyo vya ajabu. Huo msiba wake sasa. Unajua mara zote hakuna fundi wa malezi kabisa. Mungu anahitajika. Ila mimi nashangaa jambo moja, wazazi sijajuaga wanachukuliaje. Sisi vijana unajua tunajuana kuliko ambavyo hata wazazi wetu wanatujua. Ni kweli. Mtoto wako atakuja kwa mbele yako very decent. Mpaka nafikia tu humjui tena. Jamii inayokuzunguka inamlea mtoto wako kuliko unavyomlea. Sumela. Unaweza kukuta mtoto hakuanza wizi leo wala jana. Alianza muda mrefu. Yes. Lakini na alianza taratibu. Pole. Niachukua tu 100. Wewe umekuja umekuta uliacha buku, ukaja kukuta 900. Ni 100 tu imepotea. Itakuwa nilisahau kwenye daladala. Kwenda kulipa change. Ukakaa kidogo ukapoteza 2000. Yaani wanasema kuna ile ukoma uanzi kwa siku moja. Unakuwa na ngazi stages mpaka unakuwa. Unakuja kukuta 2000 haipo, unaona ni kitu cha kawaida. 2000. Mama nilichukua 2000 nikaifanya nijisikia kula chips. You know what? Kwanza chips zenyewe sio hazina afya kwa mtoto. Utaona ni kawaida. Baada hapo utaona the stages goes 5000 imeenda. 10,000, 20,000, 30,000. Mwisho siku mtoto anafikia kwenye viwango vya laki. Mzazi wewe kima chako chini kwa siku ni 70,000. Hana hiyo 100,000. Anajua atachukua nyumbani 70,000, ataenda kuchukua na mtaani 30,000 itakuwa laki. Yes. Tayari kashatoka kwenye mipaka. Lakini wewe unamchukulia kwa badala ya kumfanya mtoto wako cross border internationally aende akiwa na confidence, anakuwa career inakuwa ana cross border ya wizi from home to nje. Ataendelea kucross kutoka mtaani kwenda mtaa mwingine, mwisho siku mkoa mwingine. Haja mraibu wa kusafirisha madawa ya kulevya nchi moja na nchi nyingine. Yaani kila kitu, tabia ambayo mtoto anayo sasa hivi anayo huko, yani alianza nayo kuanzia chini. Yes. Ukiona mtu sasa hivi amekuwa a leader, ana lead nchi. Hata mama yetu Samia hakuwa rais kwa usiku mmoja. Yes, chini. Alianza kuandaliwa, alianza kujiandaa. Ndio maana tunasema watu wengi wa viongozi wanafuatisha nyayo. Ndio maana semaga ndege wanaofanana wanaruka pamoja kabisa. Yaani unaweza kukuta kunguru kaunganisha na mwewe. Yaani kunguru ni kunguru anaunganisha na kunguru wenzie. Mwewe utamkuta mara zote always at the high peak. And that is it is what it is. Sasa kwenye malezi ya huyu mtoto, saikolojia mtoto inajengwa. Kiongozi anaandaliwa. Yes. Mwizi anaandaliwa kabisa. Pia. Kahaba anaandaliwa kabisa. Mwanafunzi mzuri, mwalimu, mtu mwenye PhD yake, mzazi bora, kila mtu anaandaliwa. Mentality. Yes. Mfanyabiashara mkubwa ambaye anafanikiwa kwenye biashara yake anaandaliwa pia kuanzia chini, from background. Under the grassroots mpaka high. That's it. Kwa hiyo, kwa ushauri, unaonaje utawezaje kwa ushauri wazazi? Tutashauri wazazi kwamba kwanza kabisa ndio kujua kwamba wao ni wadhaifu na malezi yategemea mzazi peke yake. Malezi yanategemea mzazi pamoja na jamii inayomzunguka. Kwa hiyo tusiwachukulie amini kwamba 100% mtoto wangu mimi ni mtiifu, kumbe mtoto kuna background nyuma anayo ambayo kwako yeye anaificha. Kwa hiyo tujitahidi kwenye malezi ya watoto wetu, lakini pia tusiache kumuomba Mungu. Kabisa, Mungu ni wote. Na muda mwingine ukiona hata malezi yanakuwa ni magumu sana, kuwafuata viongozi wa dini, wanaweza kuona saikolojia, wanaweza kuwa na msaada mkubwa sana, kwa sababu mazingira yote ya mtoto ni maandalizi. Maandalizi ya mapema ndio bora kwa mazingira yanavyoenda. Kwa hiyo
Sisi kama Duka Huru, huo ndio ushauri wetu. Tutakuwa na mada tofauti kuhusiana na afya kwa ujumla siku kama ya leo Alhamisi. Kwa hiyo endelea kuwa in touch, fuatilia podcast zetu, usiache kwenda YouTube Duka Huru Podcast, usiache kwenda Instagram Duka Huru Podcast. Karibu sana na tunawapenda. Kwa msaada wowote kuhusiana na huduma za Duka Huru, usiache kuwasiliana nasi, namba zetu zipo. Njoo Mikocheni kwa Osama au wanaita mtaa wa Ushindi. Yes. Fuatilia, utafika. Ukiona unapata changamoto namna kufika, piga simu, we are here to help. Duka Huru brand, Let's all win.